makofi yako juu. Huku tunaendelea na sifa. Kuna boksi hapa la maombi, unaweza ukasogeza maombi yako kwa Bwana na Mungu atakufanyia. Haleluya. Ongeza makofi yako kwa Yesu. Haleluya. Sijaona ukicheza we. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, huyu Yesu tofauti ya leo na jana. Nani huyo yo? Ananiongezea baraka, huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka, ananiongezea baraka, huyu Yesu tofauti ya leo na jana. Baba yangu yoyo ananiongezea baraka, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Amenijibu zaidi ya vile nilivyomwomba. Nimemwomba kazi, amenipa na ndoa. Nimemwomba watoto, amenipa na gari. Huyu Yesu anazidi kunyeshea mvua ya baraka. Abamulinge, abamulinge, abamulinge Yesu yo yo yo. Ananiongezea baraka, Ananiongezea baraka, budaga budaga tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka, nani huyu ni Mungu, ni
Yesu,
tuokolewe. Bwana wastahili. Wewe Bwana, kwa maana ulikufa msalabani. Tuokolewe. Bwana wastahili. Mwambie Bwana, Bwana wewe wastahili. Wewe Bwana, wewe Bwana, Bwana wastahili. Wewe Bwana, maana ulikufa msalabani. Ili tuokolewe. Peke yako unastahili. Wewe Bwana, maana ulikufa msalabani. Ili tuokolewe. Ni upendo namna gani ambao ulifanya ufe kwa ajili yetu. Wewe Bwana wastahili. Wewe Bwana wastahili. Bwana Bwana mwambie peke yake anastahili. Alikubali kubeba msalaba kwa ajili yetu. Akafa akasuka kwa ajili yetu ili atukomboe.
takatifu, takatifu, wastahili wewe Bwana, takatifu, mwambie Bwana, Bwana wastahili, wastahili wewe Bwana, takatifu, takatifu, wastahili, wastahili wewe Bwana, takatifu, 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 Bwana wastahili, wastahili wewe Bwana, takatifu, 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 Bwana wastahili, wastahili Bwana, wewe Bwana, takatifu, takatifu, wewe takatifu, takatifu. haleluya, 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 takatifu, 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 haleluya, 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 takatifu, takatifu, Bwana takatifu, takatifu, haleluya, 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 takatifu, takatifu, haleluya, 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 takatifu, takatifu, haleluya, takatifu, takatifu, haleluya, haleluya, takatifu, takatifu Bwana, haleluya, 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 takatifu, mtakatifu, oh haleluya, 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 mtakatifu, mtakatifu, haleluya, haleluya, Bwana mtakatifu, Bwana wastahili, wewe Bwana mtakatifu, mtakatifu, yeah, wastahili,
takatifu Bwana, haleluya. Yeah. Takatifu wastahili wewe Bwana, takatifu takatifu wastahili wewe Bwana, takatifu takatifu. Mabudu Bwana, mabudu Bwana. Mwambie Bwana wastahili, wastahili. Yachie mbele za Bwana, mabudu Wewe Bwana. Bwana, Mwambie astahili, mwambie ni mtakatifu. takatifu takatifu Bwana, wastahili takatifu, oh, wastahili wewe Bwana, takatifu takatifu Bwana, wastahili wewe Bwana, Bwana mtakatifu, Bwana mtakatifu, wastahili wewe Bwana, takatifu takatifu, wastahili Bwana, takatifu takatifu, wastahili wewe Bwana, takatifu Bwana, takatifu wastahili takatifu Mandara bakulianda rabashanda rabakulianda rabasaka rabashaka. Mandara bakulianda rabasikili mondara makulianda rabashaka. Indara makulianda rabasaka rabashanda rabakulianda rabasaka.
endelea kuomba, mabudu Bwana. Chimbeleza Bwana mabudu na kwa butu wewe ni Mungu ndara basaka kama wewe mfalme umeketi mahali pa Kuna mtu yuko katikati yetu. Mungu anasemesha kuna mtu yuko katikati yetu. Anapata maumivu ya kichwa makali upande wake wa kulia wa kichwa. Na maumivu ya kichwa yasiyokoma hasa upande wa kulia wa kichwa. Kama uko katikati yetu, nyosha mkono wako juu tuombe kwa ajili yako. Nasikia maumivu makali upande wa kulia wa kichwa. Yanajirudia mara kwa mara. Mungu anataka
kushughulika na hiyo hali. Sogea hapa mbele dada, tuombe kwa ajili yako. Endelea kufumba macho yako mahali kokote uliko. Una maumivu ya kichwa yanayojirudia rudia, maumivu ya kichwa yanayojirudia hasa upande wa kulia wa kichwa. Njoo hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Usione aibu kuja mbele. Mungu akifunua jambo anataka kulimaliza. Endelea kufunika macho yako. Endelea kumwabudu Bwana. Una maumivu ya kichwa yanayojirudia rudia hasa upande wako wa kulia, na upande wa kulia karibu na jicho. Karibu na jicho. Kama uko njoo tuombe kwa ajili yako. Na baada ya dakika moja wakati wenzetu wanaimba wimbo tena, usione aibu. Njoo tuombe kwa ajili yako. Ajali. Umekuwa ukipata ajali za mara kwa mara. Hizi ajali zinatokea kwenye kilima au kwenye daraja. Ajali ambazo zinatokea mara kwa mara barabarani, kwenye kilima au kwenye daraja, eneo la juu. Sio mara moja, sio mara mbili. Kama uko katikati yetu au unamfahamu mtu wa namna hiyo, nyosha mkono wako juu tuombe kwa ajili yake. Ajali zinatokea kwenye kilima au darajani au eneo la juu. Na ni ajali za mara kwa mara, inawezekana zimepoteza maisha ya watu mara kadhaa. Mungu anataka kufungua mlango wa ajali. Kama uko katikati yetu, nyosha mkono wako juu tuombe kwa ajili yako. Ajali za mara kwa mara kwenye kilima au darajani au eneo la juu, kama angani lakini ni juu. Huo mlango Mungu anataka kuufunga. Kama uko katikati yetu, nyosha mkono wako, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. When
Nyosha mikono yenu juu mlioko hapa mbele. Nyosha mikono yenu juu. Nyosha mikono juu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu zako na uwezo wako ndani ya binti huyu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, naomba rehema kwa ajili yake. Damu yako ya thamani, damu yako ya thamani, damu yako ya thamani. Mungu, naita ndani yake, ndani yake ilipe kila fidia, kila madai ya nguvu za giza kwenye maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pepo udhaifu wa maumivu ya kichwa na kuamuru sasa chia huyu binti sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu za giza upande wa kulia wa kichwa na kuamuru achia kichwa chake sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya kipanda uso, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, cheo binti sasa naondoka ndani yake, au maumivu yasikurudie tena katika jina la Yesu. Kila wenye mamlaka mnaosimamia ya maumivu ya kichwa, ninaamribu wa ulinzi wenu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wa ulinzi wenu na uharibu kwa damu na moto wa Yesu, kwa damu na moto wa Yesu Kristo. Kuanzia saa hii kila mlango mliopitia tunaunyunyizia damu ya Yesu na kuufunga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya kichwa yasiwe sehemu yako kuanzia sasa tena katika jina la Yesu. Huo mstari uliochorwa tunaufuta kwa damu ya Yesu Kristo. Huo mpaka ulioletewa wa uponyaji tunaufuta kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza chia huyu binti sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ya shida isikurudie tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Maumivu ya kichwa eneo lako la kulia naamuru sasa ya kuachie. Hayo maumivu ya kichwa kama nyuki wanakung'ata eneo lako la kulia sasa ninayaondoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pepo kwa njia ya nyuki na nyingu, pepo kwa mfano wa nyuki na nyingu, ninawaamuru huo udhaifu wenu hamtaweka tena ndani ya ubinti katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto wa Yesu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maumivu ya kichwa sirudie tena kwenye mwili wa ubinti kuanzia sasa. Toweka katika jina la Yesu. Huo mlango wa ukoo kuzaliwa ambao umepitisha au maumivu ninaufunga sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funika macho yako. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ajili ya siku ya 4 hii ya semina. Asante kwa muda mzuri ambao umetupa kwa kuabudu na kusifu wewe, na muda ambao umetengea kwa ajili ya kula na kunywa toka mezani kwako. Bwana Yesu, hudumia akili zetu, fahamu zetu, macho yetu ya rohoni yaone kule unakotaka tuone. Tuvuvie kwa Roho wako Mtakatifu. Mioyo yetu iwe ni udongo mzuri. Lolote ambalo tutadondosha ndani yetu, Mungu lipate kuzaa sawa sawa na mapenzi yako na imani yetu. Tunamzuia yule alaye na mharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ya kwamba hata panda magugu wakati wowote, tuwe macho au tuwe tumelala, na wala hata haribu chochote ambacho wewe Mungu umekidondosha ndani yetu kama mbegu nzuri kwenye majira na nyakati haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Siku hii ya 4, Mungu asante kwa sababu umeibariki na kuitakasa, na sisi tunaishangilia maana umetupa kuwa ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na watu wote tuseme amen. Amen. Asante watu wa praise and worship. Mungu awabariki sana. Unaweza ukakaa. Unaweza ukakaa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Siku yetu ya 4 ya semina, tunamshukuru Mungu sana ambaye anatutia nguvu siku hadi siku, na somo tulilonalo kama siku mara yako ya kwanza linaendana na maono ambayo Mungu ametupa ya mwaka huu ambao ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Watu wameuita kwa majina mbalimbali, lakini ukifuatilia watumishi wa Mungu mbalimbali utagundua ujumbe ni ule ule, ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Wengine wanasema ni mwaka wa urejesho, wengine wanasema mwaka wa kurejeshewa, mwaka wa matengenezo, na hayo yote maana yake anakuandaa kumiliki na kutawala. Na kwa hiyo tunaongelea habari za uweza ambao Mungu ameweka ndani yetu wa kifalme ili kumiliki na kutawala malango yetu ambao Mungu ametupa. Tunaongozwa na ufunuo wa Yohana sura ya 11 mstari wa 15. Falme zote za dunia, malaika wa 7 akapiga baragumu na sauti zikasikika zikisema, falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake, na Mungu huyu Bwana huyu Kristo anatawala hata milele na milele. Kwa hiyo tunasema falme zote za dunia zimekwisha kuwa za Bwana wetu na Kristo wake, na mimi somo letu linasema na mimi ninamiliki pamoja naye hata milele na milele. Na tunatembea na kipengele kidogo ambacho tunajifunza hatua 6 za kumshinda ibilisi, za kupambana na kumshinda ibilisi. Na kama ambavyo tumekuwa tukisema toka siku ya kwanza, ili umiliki, ili utawale, lazima utiishe, na hauwezi kutiisha kama haujashinda. Kwa hiyo lazima ushinde. Na tukasema falsafa ya ulimwengu wa roho, anayepigana vita na kushinda ndiye anayetawala. Anayekopa siku ya kwanza zile hatua 6 za kumshinda ibilisi. Na siku ya pili tulikuwa tunaongea kwa nini lazima umwendee, kwa nini lazima uende kwenye uwanja wa vita. Ni muhimu uende kwenye uwanja wa vita. Siku ya pili tulikuwa tunazungumzia hiyo. Siku ya tatu tumeongea kwa kiasi kikubwa kwa nini lazima upigane, kwa nini lazima ufanye vita ili hali Kristo Yesu amekwisha kutushindia. Kwa nini lazima upigane vita wakati Kristo Yesu amekwisha kutushindia. Na nikakupa sababu moja kubwa ya kwamba Mungu anatimiza kusudi lake kupitia mwanadamu. Yeye alitufanyia ushindi rohoni, na sisi ambao ni wa mwilini tunatakiwa kuudhihirisha huo ushindi, kutekeleza huo ushindi mwilini. Na nikakupa uthibitisho wa kimaandishi kwenye maeneo kama 4 ambayo jana tumeangalia. Na eneo moja wapo tukasema wana wa Mungu wanatimiliza yaliyopungua ya mateso ya Kristo. Kwa hiyo lazima upambane, lazima upigane vita, kwa sababu wewe ni sehemu ya kuyatimiliza mateso ya Kristo. Biblia inasema yaliyopungua. Haimaanishi Kristo hakusulubiwa sawa sawa. Alisulubiwa sawa sawa kikamilifu kama ilivyokuwa imekusudiwa, lakini yeye alikusudia ya kwamba atawale hii dunia pamoja na mwanadamu mwenye mwili. Kwa hiyo pasipokuwa na mwili, ule ukombozi, ule nafasi ambayo tumepewa ya kiutawala duniani haikamiliki, haitimiliki. Na ndio maana tunasema tunayatimiliza yaliyopungua ya mateso ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inatuagiza mahali pengi kufurahi hata katika dhiki. Natakiwa tufurahi. Inatuagiza kumshukuru katika kila jambo, wakati wowote, zuri au baya, kwa sababu yote ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wabaya Biblia inasema Mungu amewaweka kwa wakati wa ubaya wako, ili ukifika wakati ambao unatakiwa kuwashughulikia na Mungu kujitolea utukufu, uwe na mtu wa kumshughulikia. Haleluya. Haleluya. Adui zako wako ili uwe na mtu angalau na wewe wa kumshughulikia. Kwa hiyo wako. Na Biblia inasema hivyo. Nafikiri kitabu cha Yeremia kama sikosei sura ya 48 anasema amelaaniwa afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Alafu unakumbuka kipengele kinachofuata kinasemaje? Na yeye auzuiaye upanga wake usimwage damu. Haleluya. Biblia yako imeandikwa sura 48 Yeremia nafikiri. Kila anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu amelaaniwa, lakini amelaaniwa pia anayezuilia upanga wa Mungu usimwage damu. Huyu ni Mungu amesema. Kwa hiyo ikifika muda wa upanga kumwaga damu, acha upanga umwage damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naupa elimu ngumu, lakini ndivyo ilivyo. Paulo ikafika kipindi akawa anaambiwa Manaya na nani anaambia kina Iskanda,
Anasema hawa sihangaiki nao, nimeamua kumkabidhi Ibilisi, ili angalau kwa kupitia Ibilisi, kwa sababu yeye anamjua Mungu sawa sawa, wapate kufundishwa wasimtukane Mungu. Akamwachia Ibilisi. Kuna watu wamekuwa ni mwiba kwako kwa sababu umewabeba mno, hawatakiwi kubebwa. Haleluya. Haleluya. Hawatakiwi kubebwa wako. Hao inatakiwa waachie. Mungu amekufanya na uwezo wa kuruka juu kama tai. Hao ruka nao juu kama tai, ukifika juu waachie. Wanakufa kabla hata hawajafika chini. Haleluya. Haleluya. Sema mtumishi, leo anaongea nini? Nakwambia vita ni sehemu ya maisha yako. Anayetakiwa kufa kwa upanga kama ameandikiwa, acha afe kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukilazimika kupita kwenye njia ya moto, pita kwa furaha, kwa sababu ukijua baada ya hapo unatoka uking'ara kama dhahabu. Ndivyo ulivyokusudiwa. Haleluya. Hapo mbona muitikio wapendwa? Haleluya. Wacha nikusomee Marko sura ya 10. Sikutaka kusoma, lakini kwa sababu mmesita kuitikia, acha nikusomee. Mateso ni sehemu ya baraka yakija kwa wakati sahihi wa Mungu, na kama Mungu anataka kukuvusha. Angalia Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 mstari nafikiri wa 30. Marko sura ya 10 mstari ule wa 30. Biblia inasema hivi. Au tuanze mstari wa 28. Petro anauliza swali. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Alafu anamuuliza mstari wa 29. Yesu akasema, amini amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au aliyeacha ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Umeona huo mstari? Umeona Marko 10:30? Umeona? Wapendwa wa Kimara, umeona huo mstari? Anauliza tumeacha vyote tutapata nini? Mungu angalia, akamwambia hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Ukisoma mstari, kabla sijataka kukuambia ambacho kiko mstari unaofuata, niligundua jambo moja la ajabu sana. Wasoma ule mstari, ndugu wote wametajwa, lakini mume na mke hawajatajwa. Hicho kiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hapa Biblia imesema unaweza ukaacha mama, ukaacha baba, ukaacha dada, ukaacha ndugu wa kiume, ukaacha ndugu wa kike, ukaacha nyumba, ukaacha mashamba. Hauruhusiwi kuacha mke au kuacha mume kwa ajili ya Injili au kwa ajili ya Kristo. Haleluya. 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 Watumishi wenzangu, hapa mke au mume hayupo. Huyo ni chaguo lako, pambana naye. Lakini unaweza kuacha mama, unaweza kuacha baba, unaweza ukaacha watoto, ndugu wake, ndugu waume kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya Injili. Mke na mume kifo tu kinawatenganisha. Haleluya. Simseme amei kwa semina hiyo ya ndoa. Sasa angalia mstari wa 30. Anasema ila atapewa mara 100 wakati huu. Sasa angalia vitu atakavyopewa. Vitu alivyoacha ambavyo ni mali atapewa. Angalia, atapewa nyumba, atapewa na ndugu waume, atapewa na ndugu wake, atapewa mama, atapewa watoto, atapewa na mashamba. Alafu angalia, pamoja na udhia. Unajua udhia ni nini? Persecution, mateso. Sikiliza, aliyeacha vyote, mali vyote, akamfuata Kristo na Injili, atapewa vyote alivyoacha. Alafu kuna nyongeza ambayo haiko. Hakuacha hii. Hii kwenye alivyoacha haiko. Udhia haiko kwenye vitu alivyoacha. Lakini kwa kuwa umeacha vyote, ukamfuata Kristo na ukafanya Injili, Biblia inasema utapewa vyote ambavyo ulivyoacha. Alafu utaongezewa udhia. Persecution, mateso, adha. Itakuwa ni sehemu ya nyongeza unayopewa kama zawadi ya kuacha vyote na kumfuata Kristo na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Kwa hiyo ukikimbia udhia, ukikimbia adha, ukikimbia mateso, inaweza ikawa nadra sana kuleta uzima wa milele.
Katika ulimwengu huu kupata ulivyopoteza, utavipoteza kirahisi. Kuvirudisha udhia unahusika. Haleluya. Na uzima wa milele, mateso, persecution ni sehemu yake. Kwa nini hii hatufundishwi kama sehemu ya baraka ya Wakristo? Ukipata mateso tunaona tu Mungu ametuacha, tunalia, Mungu kwa nini umeniacha? Hajakuacha, ndio yuko na wewe hasa. Anataka sasa upite hapo ili uende hatua ambayo atakuamini kukupa mafanikio makubwa. Haleluya. Haleluya. Nasikia mstari mwingine ndani, sikupanga kusema hapa leo, lakini nasikia mstari mwingine, acha nikupe mstari mwingine. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza hadi ule mstari nafikiri wa 3 au 4. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana yetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila namfurahi, angalia, ila namfurahi katika nini? Katika dhiki pia. Namfurahi katika dhiki pia, katika mateso pia ufurahi. Anasema kwa nini? Kwa sababu mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Kwa hiyo unapopitishwa kwenye mateso, kazi yake ni kukujengea uvumilivu. Inakujengea msuli wa kustahimili magumu yanapokuja. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Uthabiti wa moyo ni maana yake ni karakta, sifa ambayo ni sahihi. Moyo wako utakuwa hauyumbishwi tena. Likitokea jambo baya liwe zuri, moyo wako hauwezi kuyumbishwa. Inaletwa na nini? Na dhiki. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, kuwa na uhakika ya kwamba hata katika hilo unalopitia Mungu atakujilia. Hauwezi kujenga hilo tumaini kama hujapita hiyo njia. Haleluya. Na kazi ya tumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumimina, ili ufike nafasi ya Paulo ya kusema nimejifunza kuwa na njaa, nimejifunza kushiba, nimejifunza kuwa na vingi, nimejifunza kuwa na vichache, ninavyo vyote. Ili ufike kwenye hiyo nafasi lazima uwe umepita hizo hatua za kuwa na vichache na kuwa na vingi, na kukosa na kupata. Sasa wewe unataka kupata tu, hutaki kukosa. Umekosea formula ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Simaanishi ubweteke ufurahie kukosa. Lakini kukija ambako ni kwa Mungu utajua nini amani ya Kristo itaamua ndani yako. Hiyo itakwambia kwamba hapa unahitaji kupita, kwa sababu unahitaji uthabiti wa moyo, pure character, tabia ambayo haiyumbishwi, inajengwa na kukosa. Haleluya. Mtu ambaye amezaliwa mpaka amefika umri wa miaka 20 na hajawahi kukosa chakula cha usiku kwa mfano, siku akikikosa, hapo nyumbani panachimbika, kwa sababu kwake hajazoea. Lakini mtu ambaye amezoea kwamba usiku hakuna chakula, kikiwepo ni majaliwa, huyu akose apate, usingizi unakuja. Kwa hiyo unahitaji kupita kwenye njia fulani ambazo Mungu atakupitisha ili utengeneze uthabiti, ili Ibilisi akija kuambia kula tunda usile, hata kama una njaa ya siku ngapi, kwa sababu una uhakika na kile ambacho unakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho nitakuletea kipengele ambacho nitakuwa nakuzungumzia maombi ya namna hii. Ukifika eneo hilo kuna maombi ya staili yake. Yako maombi ambayo ni ya mateso, maombi ya kuzaa, ya utungu. Yako maombi ya vita ambayo tunayaita wapendwa maombi ya vita. Yameambatana na udhia, yameambatana na dhiki, yameambatana na uchungu, na Mungu atakupitisha kwenye hicho kipengele. Ukiona yamekuja, ujue wakati wako wa kuzaa jambo umekaribia. Kesho nitakuwa naongea na wewe nafasi ya hayo maombi ya kuzaa jambo katika ulimwengu wa roho na lionekane katika ulimwengu wa mwili. Lakini leo nataka nipige hatua siku ya 4 kidogo, na kwa sababu kesho ni Jumapili tumalize mapema. Leo nataka nikupe jambo la 4 ambalo nataka nijibu swali ambalo linasema kwa nini ni lazima uombe wakati Yesu Kristo anakuombea. Biblia inatuambia Kristo Yesu anatuombea muda wote, wakati wote. Roho Mtakatifu pia anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Na maombi haya ambayo ni ya vita vya kumshinda Ibilisi, msingi wake ni kwenye kuomba. Lazima uombe. Hivi vita tuliongea vinapigana rohoni. Kwa hiyo rohoni unaenda kwa maombi.
unaenda kwa maombi. Kama umesikiliza mafundisho yetu ya kule Dumila na ya Kibaha, tumekuwa tukifundisha kule Mlandizi sala ya Bwana kama chombo cha kukusaidia kumiliki na kutawala, kama silaha ya kusaidia kumiliki na kutawala. Injili ya Mathayo inasema huwezi kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu afuka mteka hivi, lazima umnyang'anye vyombo vyake. Wale wa injili wengine hawazungumzi habari ya vyombo vyake, inazungumza habari ya silaha zake. Ukisoma habari ya vyombo vyake kwenye Mathayo sura ya 12, unaweza ukafikiri anazungumzia vyombo vya kupikia. Hapana, anaongea neno lile lile ambalo wainjili wengine wameliongea, lakini yeye ameongea kwenye picha ya kiserikali, kwenye picha ya kijeshi. Anavyosema hadi umnyang'anye vyombo vyake, haongelei vyombo vya kupikia au vya kufulia. Anaongea neno lile lile tunalotumia leo kwenye serikali. Serikali yetu, majeshi ya polisi, magereza, sijui majeshi gani, ya vinaitwa ni vyombo vya ulinzi na usalama. Ni neno lile lile limetumika kwenye Mathayo, vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo anaposema mpaka umnyang'anye vyombo, maana yake ni majeshi ya ibilisi ambayo lazima upigane nao na uyashinde. Lakini angalia haya maombi, Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 anasemaje? Anasema basi ninyi salini hivi. Luka sura ya 11 mstari wa 2 anasema basi ninyi semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo lazima kama silaha ya kumshinda ibilisi ufanye maombi ya kusema. Haleluya. Haleluya. Lazima uombe, lazima useme, lazima uombe. Swali kubwa na gumu kwamba kama Yesu alishatushindia vita kama tulivyoona, kwa nini tupigane vita? Tumejibu jana. Kwa nini tuombe wakati Yesu si tu ametushindia vita? Biblia inasema anatuombea daima. Sasa kwa nini si tuombe? Angalia pamoja na mimi Injili ya Yohana sura ya 17. Kwa mistari kadhaa afu nikupe sababu kama 3 tumalize. Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 9, Biblia inazungumza. Hii ni moja ya sura za kwenye Biblia ambayo nazipenda. Injili ya Yohana sura ya 17 ni sura naweza nikaisoma kila siku. Kila siku. Kila siku. Nina sura kama 3 kwenye Biblia ambazo nazipenda, karibu kila siku naweza nikazisoma. Injili ya Yohana sura ya 17, Zaburi ya 51, toba ya Daudi. It's such a powerful tool to use. Zaburi ya 139, uumbaji wa Mungu kwa mwanadamu. Nazipenda hizo Zaburi 2, 51, 139 na hii Injili ya Yohana sura ya 17 ni very powerful. Ni maeneo ambayo yana nguvu sana, ukisoma unapata picha ya ajabu sana muda wote. Kila unapofikiri kuishiwa nguvu, soma hizo uone kitu ambacho Mungu alitubebesha. Lakini sura ya 17 Injili ya Yohana mstari wa 9, Biblia inazungumza namna hii. Inasema kwa habari ya Kristo na nafasi yetu ya kutuombea, anasema mimi na waombea hao, yani mimi na wewe, si uombei ulimwengu bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Anasema mimi na waombea hao. Mstari wa 20 sura ya 17, mstari wa 20 sura ya 17 anasema wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lako. Si hao tu ninaowaombea. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatuombea, akasema si waombei tu walioko hapa sasa hivi, na watakao kuja baadaye, watakaoliamini neno lako, nao ninawaombea. Kwa hiyo Yesu anatuombea. Kama ulikuwa ujui, sasa ndio ujue kupitia semina hii. Maana inawezekana kuna watu hawajui kwamba Kristo Yesu anatuombea. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 unajua habari ya jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anatuombea. Biblia inasema Roho Mtakatifu anatuombea, tena si kwa kawaida, kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupatavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho hutuombea. Ni jambo ambalo ni endelevu. Kila siku, kila saa, kila dakika anatuombea, si kwa kawaida, kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Huyu ni Roho. Kama Roho anakuombea kwa staili hii, kwa nini wewe uombe? Sunge relax, maisha mtelemko, maisha nitambalale, kama ile pambio tunaimba kwa Yesu. Anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika.
Wengi hawaoni mstari wa 34 hii sura ya 8 ya Warumi. Mstari wa 34 sura ya 8 ya Warumi haisemi tu kwamba Roho anatuombea, inasema Yesu naye anatuombea. Mstari wa 34, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Angalia, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu, Ebrania 3 mstari wa 1, kama kuhani mkuu akituombea daima. Anatuombea. Jambo la ajabu sana. Hivi kama Mungu anatuombea, sisi maombi yetu yana haja gani ya kwenda kwa Mungu? Kama Yesu anatuombea, una haja gani ya kuomba? Ungekuwa na kila kitu unachohitaji. Fikiri Yesu anakuombea kwa Baba. Wewe unaomba nini? Yaani kuna nini unaweza kuomba zaidi ya Yesu anavyokuombea? Una nini unaweza kuomba zaidi ya Roho anavyokuombea, tena kwa kuugua kusikoweza kutamkwa? Relax. Nataka nikupe sababu kwa nini unahitaji kuomba, lakini nakutazamisha ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Yesu anatuombea, Roho anatuombea, na wengine wameacha kuomba wakimwachia Mungu kwa sababu wanajua Mungu anawaombea. Wengine wameacha kupigana vita wakimwachia Mungu wakisema Mungu anatupigania. Haiko namna hiyo. Ni kutokuelewa maandiko sawa sawa. Na mimi nataka nikupe mifano kama 4 ambayo itatufunulia hili. Lakini kabla sijaenda mbele, nikusomee waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1. Angalia, Biblia inasema jambo kubwa sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 1 anasema, watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, angalia, kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Tunaye mwombezi kwa Baba. Huyu mwombezi anaitwa Yesu Kristo. Alafu pia ni mpatanishi. Nitakwambia kule mwishoni hizi nafasi mbili na jinsi ambavyo zina affect maombi yetu. Kwa hiyo Kristo ni mwombezi wetu, ni kofia alionayo kwa Baba kama kuhani mkuu, kwa mfano wa Melkizedeki akituombea kwa Baba. Fikiri, Baba amekaa kwenye kiti cha enzi, Yesu Kristo amekaa mkono wa kuume wa Baba, anakuombea kwa Baba. Kama umekuwa mwenye dhambi, hapa anasema kama tukitenda dhambi, huyu Yesu anatuombea kwa Baba. Mfikiri, wewe una haja gani ya kuomba toba? Yaani kwa nini uombe? Kwa nini ufanye maombi ya toba? Huyu yuko mkono wa kuume wa Baba muda wote. Muda wote kama ukitenda dhambi. Kama maana yake sio makusudi. Haleluya. Haleluya. Lazima ujifunze kusoma Biblia. Anasema na kama mtu akitenda dhambi, kama maana yake sio makusudi. Ikitokea ukaanguka. Wafalme wa kwanza nafikiri sura 8, Suleiman anasema Mungu watu wako wakikutenda dhambi uwasamehe, maana hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana huu nafikiri sura ya kwanza anasemaje? Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo inatokea unaweza ukatenda dhambi. Kama ikitokea, unaye mwombezi kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo anayekuombea. Fikiri hiyo nafasi. Kwa nini unahitaji kuomba toba? Angalia Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Waebrania, waraka kwa Waebrania sura ya 7 mstari ule wa 25. Biblia inasema neno hilo hilo ya kwamba Kristo Yesu anatuombea. Waebrania sura ya 7 mstari wa 25. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Angalia, maana yu hai siku zote ili awaombe. Kwa hiyo moja ya sababu ya Yesu kuwa hai, moja ya sababu ya Yesu kuwa hai, kufufuka, sababu hapa imetajwa, ili akuombee, ili aniombee. Ni nafasi alionayo. Yeye amefufuka, ameketi mkono wa kuume, ili atuombee, sio mara moja, sio mara mbili, siku zote. Yeye yu hai siku zote ili atuombee. Kwa nini unahitaji kuomba kama una nafasi? Ni maswali mimi nilikuwa nayo na najaribu kujiuliza. Nikisoma hii mistari najiuliza kwa nini tuombe kama ndio hivyo? Maana
Kama Mungu Yesu ambaye ni Mungu anatuombea, unahitaji tena kuomba ili iweje? Maisha yetu yangekuwa mswano, sijui ni lugha gani hiyo anasema. Tule bata duniani. Kwa nini ufunge siku 20, siku 40 ujinyime, uache kula? Wengine wanatoka na madonda ya tumbo huko. Kwa nini? Kwa nini? Lazima kuna sababu. Niligundua majibu kama 4 ambayo nataka nikuachie, nikupe leo hapa, sababu za kwa nini unahitaji kuomba ili hali Kristo ametaja kuwa muombezi. Sababu ya kwanza unahitaji kuomba kwa sababu ni wajibu wa msingi. Kuomba ni wajibu wa msingi. Kuomba ni wajibu wa msingi wetu sisi wanadamu. Kwani maombi ni njia kuu ya kushinda vita na kutawala. Unahitaji kuomba kwa sababu maombi ni wajibu wa msingi wetu sisi wanadamu, na ndiyo njia kuu ya kushinda vita na kutawala. Ndio maana Mathayo 6:9 ambayo nimekusomea inasema ninyi salini hivi. Luka 11:2 anasema ninyi semeni Baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu lazima uombe. Na wanafunzi waligundua hilo, wakamuuliza Yesu, tufundishe sisi kusali. Sasa ukisoma Biblia imetaja hali 3 za maombi. Ukisoma Biblia, angalau kwa mimi ambapo nimefika, unaona hali 3 za maombi ambazo zote zinaamua maisha yako yaweje, na wewe ni chaguo lako staili gani unataka kutembea nayo. Aina ya kwanza, waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 2, unaona aina ya kwanza ya hali ya kimaombi. Lazima uombe kwa sababu ni wajibu. Sasa huu wajibu unaweza ukaja kwenye aina kama 3 ambazo unaziona kubwa. Waraka wa Yakobo ile sura ya 4 mstari wa 2 anasema hivi, anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Maana yake mnapigana vita, mnahangaika. Na amesema pale mbele, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu. Kwa hiyo unapigana vita haushindi, unafanya maombi ya vita haushindi, hauoni matokeo. Hapo anatupa sababu, anasema kwa kuwa hamuombi. Kwa hiyo hali ya kwanza ya kimaombi unayoona kwenye Biblia ni kutokuomba. Unaweza ukaamua usiombe, hiyo ni uamuzi wako, ni chaguo lako. Matokeo yake utakuwa hauna kitu, utashindwa vita. Ndivyo anavyosema, mnapigana vita, mnauana, mnaleta hasara, mnatamani hamna kitu. Kwa nini? Kwa sababu hamuombi. Kwa hiyo ni wajibu kuomba ili ushinde vita. Ni wajibu kuomba ili upate unachotamani. Na hii neno kutamani hapa ni kukusudia. Ayubu 22:28 anasema utakusudia neno moyoni nalo litatukia. Sharti uwe na makusudio, sharti uwe na tamaa, uwe na malengo, uwe na nia ya kufika sehemu. Hiyo nia isiposukumwa na maombi, hautakuwa hauna kitu, hautapata. Itakuwa ni ndoto za abunwasi, Waswahili wanasema. Kwa hiyo ukiota, ukipa matamanio, ukisukumwa, ukipata msukumo wa ndani wa jambo fulani, hatua inayotakiwa kufuata ni kuomba. Kwa sababu ukiomba ndio unashinda hiyo vita na hilo jambo linadhihirika mwilini. Haleluya. Aina ya pili au hali ya pili ya kimaombi, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inatupa kipimo cha kuomba. Kipimo cha kuomba. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, moja ya mistari mifupi kwenye Biblia, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Kwa hiyo kuomba hakuna kikomo. Hakuna kipimo ambacho tutasema sasa imetosha nisiombe mwezi huu, nimeomba sana mwezi jana. Ombeni bila kukoma. Kwa hiyo lazima ujifunze kuomba kwa kiwango ambacho kitaachilia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hali ya tatu ya kimaombi, wa Efeso sura ya 6. Wa Efeso sura ya 6 mstari wa 18 inatuambia kuna maombi zaidi ya moja. Mkidumu katika maombi na sala zote, zaidi ya aina moja ya maombi. Kwa hiyo maana yake pia unahitaji kujua kwenye vita ipi utumie maombi yapi. Wa Efeso sura ya 6 mstari wa 18 Biblia inasema kwa sala zote na maombi mkisali. Alafu angalia, anarudia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:17 anasema mkisali kila wakati. Alafu angalia eneo, katika roho, maana yake Roho Mtakatifu, na lazima iwe rohoni. Mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hiyo mkidumu katika maombi kila wakati rohoni na kwa sala zote na maombi. Maana yake kuna zaidi ya aina moja ya maombi na sala.
Sasa hii si kazi ya semina hii, lakini nataka nikuonyeshe. Ukiona maombi fulani yamekukinai, badili staili ya kuomba. Maana ziko sala zote na maombi yote yako aina tofauti. Cha msingi kila wakati ukiomba katika roho na ukidumu katika kuomba, ombeni bila kukoma. Usiseme nimekinai kuomba. Ukiona umekinai, muombe Roho Mtakatifu akupe aina nyingine ya kuomba. Badili style. Ili mlaji muda wote huo unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili kwenye hii point ambayo nataka uone, ni muhimu kuomba kwa sababu ya msisitizo wenyewe ambao Kristo Yesu aliutoa wa aina mbili. Msisitizo wa kwanza, sisi pia alituagiza tuombeane. Kwa hiyo ijapokuwa Kristo anatuombea, yeye anayetuombea ametusisitiza sisi wanadamu kuombeana. Kama ametusisitiza sisi wanadamu kuombeana, maana yake ni wazi lazima pia tuombe kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 anatuhimiza kuombeana. Kama anatuhimiza kuombeana, ni wazi ya kwamba anatufundisha pia kwamba kuna umuhimu wa kuomba kwake. Sura ya 5 mstari wa 16 waraka kwa Yakobo ndivyo ambavyo anatuagiza. Inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Kama Kristo alituagiza kuombeana sisi kwa sisi, hakuna ajabu yeye kutuombea na bado tukaendelea kumuomba. Sijui kama unanielewa jambo nalosema. Nalosema watu wanasema kwa fikra zao hawaoni sababu ya kuomba kwa sababu Kristo anawaombea. Na mimi nasema ingekuwa hivyo Kristo asingetuagiza sisi kuombeana wenyewe. Kama anatuagiza sisi kuombeana wenyewe, mimi nikuombee, wewe uniombee, maana yake mimi nahitaji maombi yako na wewe unahitaji maombi yangu. Vile vile yeye akituombea, formula ni ile ile, sharti na sisi tuombe kwake. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa Yesu sisi ni ndugu zake. Ndivyo Biblia inavyosema. Yesu alivyokufa kwa ajili yetu msalabani, title, cheo chetu kilibadilika. Hatubaki tu. Biblia inasema hatuiti watumwa, anatuita ndugu wa tumbo moja wa kuzaliwa naye. Na kwa sababu hiyo, kama sisi ni ndugu wa kuzaliwa naye, maana yake sisi nasi inatakiwa tuombe kwake. Kama yeye anavyotuombea, sisi nasi tuombe kwake. Na hiyo inatupa ushahidi ya kwamba ni muhimu kuomba hata kama Yesu anakuombea. Haleluya. 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 Waefeso 6 ambao tumesoma 18 hadi 20 inasema mkidumu kuwaombea watakatifu. Kwa hiyo sharti, na anasema mkiniombea na mimi Paulo, sisi tunatakiwa kuombeana. Kama sisi tunatakiwa kuombeana, Kristo akituombea haiondoi wajibu wetu wa sisi kuomba kwake Kristo. Haiondoi wajibu wetu wa sisi kuomba kwake Kristo. Na mistari mingi ambayo nisingekuwa na muda wa kusoma, lakini labda ingekuwa muhimu kukutajia Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19, mstari unaofahamu. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19, ambayo Paulo anawaambia kanisa la Galatia, vitoto vyangu ambao kwanza nimewaonea utungu tena, ili Kristo aumbike mioyoni mwenu. Kwa hiyo alikuwa anawaombea kwa uchungu. Kwa hiyo ni muhimu kuomba kwa sababu haiondoi wajibu wako hata kama kuna mtu anakuombea. Ukituma message kwa mpendo wa kuombea, haimaanishi wewe uache kujiombea. Unatakiwa utume message kuombewa na wewe uendelee kujiombea. Kama Kristo Yesu anatuombea, sisi pia tunatakiwa kuendelea kumuomba. Haleluya. Jambo la tatu kwenye hii pointi ya kwanza ya kwamba ni wajibu kuomba, Yesu alithibitisha kwa maneno yake ya kinywa chake ya kwamba yeye wala hatuombei kwa Baba kama tunavyofikiria. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alithibitisha hilo kwa maneno yake waziwazi ya kwamba usifikiri anasema kile anachosema. Anatakiwa kuelewa kile alichosema ili ujue amesema nini. Tunajua kuna watu wanajua lakini hawajui, au hawajui lakini wanajua, wanasema. Sijui mnasemaje Kiswahili. Hawajui lakini wanajua. Yaani wenyewe hawajui ila wao wanajua. Alafu kuna watu hawajui kama hawajui. Kwa hiyo wanakuwa hawajui plus. Sasa Kristo alivyosema anatuombea, alikuwa na maana ambayo tutakuonyesha kwenye pointi nafikiri ya pili na ya tatu, hasa kwenye pointi ya tatu. Lakini
Mungu alitusemesha hilo kwenye Injili ya Yohana sura ya 16. Injili ya Yohana sura ya 16, wanafunzi ni kama walikuwa kwenye nafasi hii ambayo nakwambia, walikuwa excited ya kwamba Yesu anawaombea. Walivyofurahi ya kwamba Yesu anawaombea, akawaambia roho, msifurahi ya kwamba anawaombea. Angalia mstari wa 26, Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 26. Unaweza kuanza mstari wa 25. Mstari wa 25 au mstari ya nyuma yote, lakini mstari wa 25 unasema, hayo nimesema nanyi kwa mithali, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa wazi wazi habari ya Baba. Sasa angalia habari anayowapa wazi wazi. Waswahili wa saizi vijana wangesema nawachana. Sasa nawachana. Hapa Yesu alikuwa anawachana wanafunzi wake. Akawaambia, na siku ile mtaomba kwa jina langu. Yaani anawaambia ninyi mtaomba kwa jina langu. Ninyi wanafunzi, siku ile itakapokuja mtaomba kwa jina langu. Alafu angalia anasema, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi. Kwa hiyo ninyi mtaomba kwa jina la Yesu kwa Baba. Na wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Ninyi mna wajibu wa kuomba kwa Baba. Tunaenda sawa sawa? Mna wajibu wa kuomba kwa Baba. Mimi siwaambii kwamba nitawaombea, ila ombeni kupitia jina langu. Ombeni kupitia jina langu. Na hii ina maana kubwa sana. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema hajaondoa wajibu wako wa kujiombea, uko pale pale. Omba kwa Baba kupitia jina lake. Na unavyofanya hivyo maombi yako yanasikiwa. Ni muhimu sana ukajua hilo. Kwa nini? Ni kwa nini alikuwa anawaambia hivi? Hii inanipeleka kwenye pointi yangu ya pili. Pointi yangu ya pili, Yesu alivyokuwa anasema anatuombea, mistari ambayo nimekusomea, ile ambayo tumesoma Injili ya Yohana 17:9-20, Warumi 8:26-34 tumeisoma. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza, Ebrania 7 mstari wa 25 ambao tumeanza nayo, inasema Biblia Yesu anatuombea wakati wote. Yu hai ili atuombee wakati wote. Nikataka kujua kwa undani hii mistari inamaanisha nini. Kwa hiyo nikaanza kuifuatilia. Na nikagundua pointi ya pili ambayo nataka nikupe, ya kwamba Yesu ni mwombezi. Biblia inaposema Yesu ni mwombezi, kazi yake kama mwombezi ni kutukutanisha, ni kutupatanisha, kutuwakilisha, kutusemea au kututetea. Tarudia, kazi ya Yesu kama mwombezi. Biblia inaposema yeye ni mnaye mwombezi, naye anawaombea. Maneno mawili ya Kiingereza yametumika kwenye ile mistari yote ukiyafuatilia. Zile mistari mingine yote ambayo tumesoma, neno ambalo linatumika ya kwamba nawaombea ni neno la Kiingereza linaloitwa intercessor. I will intercede for you. Neno hilo lina maana nyingi kwenye neno halisi la Kiebrania, lakini moja ya maana ya neno hilo ni kukutana, ni mkutano. Moja ya maana ya neno hilo ni kupatanisha. Kwa hiyo Yesu alivyosema mimi ninawaombea, alikuwa anasema anatukutanisha, alikuwa anasema anatupatanisha, alikuwa anasema anatuwakilisha, alikuwa anasema anatusemea kwa Baba na kututetea kwa Baba katika yale ambayo ni haki yetu kupewa. Narudia tena, Biblia hii inaposema Yesu anatuombea, haiondoi wajibu wetu wa kujiombea. Kimsingi imesisitiza tujiombee. Na Injili ya Yohana 16:26 inasema, wala mimi siwaambii ya kwamba nitawaombea, ombeni wenyewe kwa Baba ila kupitia kwa jina langu. Biblia inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote akaishi. Hata sasa hakuna mtu anayeweza kumwona Mungu Baba akaishi. Hayupo, isipokuwa mwana pekee. Kwa hiyo hauwezi kuomba kwenye kiti cha enzi cha Baba ukaishi. Hauwezi, hayuko huyo mwanadamu, isipokuwa mmoja tu ambaye Timotheo wa kwanza 2:5 inasema Kristo Yesu ambaye ni Mungu lakini mwanadamu, aliyefanyika kwa upatanisho kati yetu sisi na Mungu. Huyu anaweza kwenda kwa Baba. Sasa yeye ndiye ambaye ana kibali cha kuwa kwenye kiti cha enzi cha Bwana, amekaa mkono wake wa kuume. Yeye ndiye anaweza kuongea uso kwa uso na Mungu Baba. Kumbuka ni Mungu aliyefanyika mwili, anabaki kuwa na nafasi yake ya uungu. Kwa hiyo ili tuombe kwa Baba, sharti tupite kwa Yesu.
Tunapopita kwake anafanyaje? Anatuwakilisha kwa Baba, anatusemea kwa Baba, anatupatanisha na Baba, anatutetea pale ambapo inabidi, ili yale tunayoomba pengine hata kama hatustahili kupewa tupewe. Na hiyo ndio nafasi ambayo unataka kutembea nao mwaka huu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utembee kifua mbele ukijua katika yale unayoyaomba hauwezi kuomba ipasavyo. Lakini yuko mwanaume mmoja aliyekufa akafufuka, ameketi mkono wa kuume, akakirimiwa jina kubwa lililopita majina yote, jina la Yesu. Kwa jina hilo ukiomba na ukalitaja, milango ya kiti cha enzi cha Bwana inafunguka. Unaingia kwenye utukufu wa patakatifu na maombi yako yanasikiwa na unarudishiwa majibu, kwa sababu Yesu yuko katikati yako na Mungu ili kufanya hiyo kazi. Haleluya. Kwa hiyo nisikilize, hili neno la pili ambalo limetumika kwenye haya maneno ni lile ambalo liko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza anaposema mnaye muombezi, lile neno limetumika pale. Neno la Kiingereza ni advocate. Advocate. You have an advocate. Mna wakili. Advocate ni wakili, wakili msomi wanaita Waswahili. Mtu aliyesoma sheria na amepewa leseni ya kupractice, ya kufanya sheria, anaitwa advocate. Kwa hiyo Biblia inasema mnaye wakili, mnaye wakili. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 ni wakili, ni muwakilishi kwako kwenye mahakama ya mbinguni ya Mungu Baba kama wakili akikutetea. Ndio maana Biblia inasema watoto wadogo msitende dhambi, lakini kama mkitenda dhambi mnaye muombezi. Maana yake unahitaji kwenda kwake kama wakili wako. Unaenda kwake unamwambiaje kwa toba? Unamwambia Mungu, hapa Waswahili wanasema nimezingua, hapa nimekosa, hapa ni kweli nimeua mtu. Alafu wakili anakuambia sasa mzee, kwa vifungu vya sheria vilivyopo utanyongwa mpaka ufe, lakini kwa sababu umesema ukweli, ngoja tuangalie kifungu cha sheria kinachokubeba. Anaenda kwenye mafaili, anaangalia kesi zilizopita za watu walioua kwa staili yako, anasema japo umeshtakiwa kwa kuua kwa kukusudia, hiki kifo chao ambacho umekifanya kwa kweli hakifanani na kuua kwa kukusudiwa, kwa sababu kuna Mchina mmoja kule Guangzhou aliua kwa staili hii, akahukumiwa kifungo cha nje kupitia kesi yake ya kwamba aliua pasipo kukusudia. Mazingira yako yanafanana na yule Mchina. Twende kwa jaji tukaseme. Anasimama, anajua ni kweli umeua, anajua umeua, lakini anakutetea usifungwe, usinyongwe, upunguziwe adhabu, angalau upewe adhabu ambayo ni nyepesi, kwa sababu mazingira ya ulioua yanafanana na mazingira ya kesi fulani, ya sheria fulani ambayo inakupa uhauheni ili usifungwe. Anasimama anakutetea, na inawezekana ukiwa na jaji mzuri mwenye majina mazuri kama unaowajua ukashinda hiyo kesi. Huyo jaji ni mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Japokuwa dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama damu, hata ziweje, uende kwa kifua mbele kwake, mwambie Baba, hapa nimekosa. Ukimwambia ukweli, anachukua huo ukweli, anaenda nao kwenye kiti cha enzi. Mungu yeye, angalia, unajua jinsi Mungu anavyofanya. Mungu Baba ni Mungu mwenyezi, maana yake ni Elohim. Elohim maana yake ni Mungu mhukumu. Kama ni Mungu mhukumu, akija anaachilia ghadhabu. Yeye akiona kosa, anajua kinachofuata ni kukupiga kwa hilo kosa umelolifanya. Lakini Kristo alikaa kwenye mwili wako, akajua mazingira yako. Sasa anamwambia Baba, angekuwa mbinguni ili ungelifanya, lakini kule duniani aliko, muone huruma, mpe nafasi hii, usimwadhibu, mpe nafasi ajirekebishe. Anakusemea mpaka Mungu Baba anasema, kwa sababu ulikubali ukaenda ukafa kwa ajili yake, nitakusikiliza wewe kwa ajili yake. Hangaika na roho yake, na Roho Mtakatifu mumtengeneze awe ni kiumbe kipya. Unapewa nafasi, na ndio maana unainuliwa kutoka utukufu hadi utukufu. Na nimefundisha mahali pengi na sehemu nyingine nikasema, ukifanya dhambi isikunyongonyeze na kuona kama ni mlango wa kukimbia wokovu. Ili mradi unajua ya kwamba umekosea kweli toka ndani ya moyo wako, hata kama ni makusudi. Lakini ile kujua ya kwamba umekosea ni ufunguo mkubwa
hatua tosha kurudisha kwa Mungu, kumwambia Mungu, hapa nilikosea. Kwa sababu watu wanaona dhambi ni mbaya na ni kweli, lakini kuna upande wa pili wa dhambi ambao ni kukufungulia mlango wa kukua kiroho na kuongezeka kiutukufu. Ibilisi akawaambia Adam na Hawa, Mungu amesema msile matunda ya mti, ni kweli, na amesema mkila mtakufa. Akawaambia hapo wamewadanganya. Huo ulikuwa ni uongo wa Ibilisi kwamba Adam na Hawa kila tunda hawatakufa. Lakini watu hawasemi ukweli ambao Ibilisi alisema. Aliwaambiaje? Aliwaambia mkila kwenye hili tunda, Mungu anajua mtafanana na yeye kwa kujua mema na mabaya. Aliwaambia huo ulikuwa ni ukweli. Umesema umejuaje? Sura ya 3 mstari wa 22, wakati Mungu anawapa adhabu Adam na Hawa, angalia, akasema hawa watu watoe bustani ya Edeni, waondoke na tuweke malaika kerubi kwenye mlango unaoenda kwenye mti wa uzima, wasije wakala matunda ya uzima wakaishi milele. Sababu anasema nini? Kwa sababu sasa wanadamu wamekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Kwa hiyo Ibilisi aliwaambia ukweli kwamba mkila tunda mtajua mema na mabaya, mtakuwa kama Mungu. Aliwadanganya ya kwamba hamtakufa kwa sababu ilikuwa ni hakika lazima wafe. Lakini tunda ambalo walikuwa wamewekewa lilikuwa limeandaliwa ili wakilila kama Mungu angeruhusu, wafanane na Mungu kwa kujua mema na mabaya. Lakini alikuwa ameandaa kwa staili ya kula kwenye tunda la mti wa uzima, wakakosea formula. Walivyokosea formula, angalia, kanuni ya Mungu haitanguki. Lile Mungu aliloliweka kwenye ile kanuni likawa. Walikula tunda, ni kweli walikosea, walistahili kufa, lakini kanuni ilifanya kazi, wakawa kama Mungu kwa kujua mema na mabaya. Usiangalie upande wa shida na udhaifu wa dhambi iliyokuletea. Nyuma ya huo udhaifu na shida kuna utukufu mkubwa ambao Mungu amekuandalia. Tafuta huo utukufu katikati ya hiyo dhambi, nenda kwa toba, endelea mbele. Ibilisi akikuletea hati ya mashtaka, mwambie Wakolosai 2:14-15, ilishagongomelewa msalabani, Kristo Yesu alishaifuta. Alipokuwa pale msalabani alipiga kelele akasema imekwisha. Neno la Kiebrania telestai, maana yake it is fully paid. Imegongwa muhuri kama wale wahasibu wenzangu. Ukishalipa malipo unagonga muhuri unasema imelipwa. Au umeenda benki, ukishachukua hela yako, yule tela wa benki anachukua slipu, anaigonga muhuri ya kwamba umelipwa. Ile sauti ya Yesu aliyopiga msalabani ya kwamba imekwisha ilikuwa ni kutia muhuri ya kwamba hiyo adhabu, hiyo hatia yako tayari, madai yote yamelipwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Usiende kupigana hivi vita ukajihukumu. Katikati ya maombi, mimi nakwambia kitu halisi. Katikati ya maombi ya staili hii, moja ya silaha ambayo Ibilisi ataitumia ni kwanza kukuletea picha ya ulikokosea. Juzi ulizini na huyu, mwaka ule ulizini na huyu, mwaka ule umefanya hivi, mwaka huu itakuletea picha nyingi, umeiba ofisini, atakuletea picha nyingi za makosa uliyoyafanya ili akunyongonyeshe uache kufanya maombi ya staili hii. Sema mwaka huu ama zake ama zako. Akileta hiyo picha ikunje, tupa kwenye dustbin. Wewe endelea kumchalaza mpaka aachie hiyo nafasi aliyoificha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Ayubu, ndio maombi ambayo Ayubu alikuwa anayafanya. Najua kuna watu wanasema ndani yao, afadhali leo tumesemewa watenda dhambi, kumbe kutenda dhambi sio vibaya. Jaribu uone ya kwamba sio vibaya kutenda dhambi. Utakutana na mzee wa siku na utajua habari yake. Dhambi ni mbaya, dhambi ni uasi. Nachozungumza ni kwamba huo uasi ukija, hata wale ambao wamehukumiwa kwa kesi za uhaini wana mlango wa kutubu na kujiunga na serikali, tena wakaitwa sio waasi, wakawa sehemu ya serikali. Ndio maana serikali huko duniani zimegundua zinafanya serikali ya upatanisho, sijui serikali ya nini wanaita, ya maridhiano. Ziko serikali za maridhiano, wanakubaliana kwamba sisi ni maadui, lakini tunakubaliana tutembee kwa miaka hii 5 tukifanya serikali ya pamoja. Wanaishi kwa kuviziana, lakini kwa kweli wanatembea pamoja. Kwa hiyo unapewa nafasi ya kurekebisha huku Mungu akikutazama. Ndivyo Zaburi inavyosema. Anasema mimi ni Mungu ambaye niko tayari kukushauri na kukufuatilia, huku ni kukufundisha jicho langu likikutazama. Haleluya. Anakufundisha, anakushauri jicho lake likikutazama. Maana yake kuna sehemu huko sawa. Mungu anataka akupe nafasi ya kutengeneza. Ndio maana kanisa lilileta kutenga watu. Unafikiri imetoka wapi?
Kukutenga hatumaanisha tukutaki kanisani. Na siku hizi makanisa ya mjini kidogo wachungaji tumechakachua, tutengi watu. Lakini kutenga ni kukusaidia ili tukuweke kando, lakini tukufuatilie ukiwa kando, tusikupoteze ili urekebishe urudi kwenye nafasi. Sasa Ayubu sura ya 9 aliona hili jambo. Ayubu sura ya 9 aliona hili jambo. Au nianze na wewe na Timotheo. Nianze. Funua tu Ayubu sura ya 9 alafu acha pale Biblia yako Ayubu sura ya 9 wakati tunamaliza. Na Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Ayubu sura ya 9 na Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Timotheo anazungumza hivi kwa habari za Yesu Kristo. Timotheo, waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo ile wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 anasema, maana hatakuwa na maneno ya kujipendeza wakati wowote kama mjuavyo. Timotheo inasoma Thesalonike. Nimewekewa taa lakini macho yangu bado yanaona matege kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Alafu anasema mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi wa ajili ya wote utakaodhihiriwa kwa majira yake, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Nataka uone ya kwamba mpatanishi, Mungu ni mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Alafu inamtaja kwa cheo chake ya kwamba ni mwanadamu, jina lake Kristo Yesu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kumwona Mungu Baba akaishi. Ili tupatanishwe na Mungu Baba tulihitaji mwanadamu mwenzetu kama sisi anayejua hali yetu. Ndio maana Mungu alilazimika kufanyika mwili ili aje atupatanishe na Baba. Ingekuwa ni ngumu sana kwenda kwa Baba hata leo. Sio ingekuwa, ni ngumu sana kama sio kupitia kwa Yesu. Kwa hiyo yeye yuko pale. Ningetumia neno sijui kama ni zuri sana, kama dalali. Sijui kama ni neno zuri. Unatafuta nyumba Kimara, haujui nyumba zinazopangishwa Kimara. Utahangaika sana mpaka ujue wapi panapangishwa. Lakini kuna bwana mmoja ana taarifa za mitaa yote na wapi panapangishwa nyumba. Unaweza ukatumia nguvu yako utafuta mpaka ukapata. Utatumia muda mrefu, nguvu nyingi, hela nyingi. Ni kweli unaweza ukapata. Lakini kuna mtu mmoja ukipiga simu moja atakupeleka nyumba 20 kwa wakati mmoja. Umeokoa muda, umeokoa hela, umepata unachokitaka. Huyo ni Yesu. Haleluya. Huyo ni Yesu. Yuko pale. Ukipiga simu moja anajua hili unataka kuliomba, badili staili ya kuomba. Roho Mtakatifu mtuni huyo staili ya kuomba, ombe kwa staili ya tofauti, badili. Ukiwekewa kubadili, badili hiyo frequency, nenda kwenye frequency yake, kwa sababu yeye anajua mood ya Baba. Haleluya. Anajua hii Baba amekasirika, saizi usilete maombi, saizi mwanangu nitayabeba, akifurahi najua nitapeleka. Anajua. Kwa hiyo tumia huyo kama mpatanishi. Ayubu aliona hiyo prophetically, kinabii. Ayubu wakati wale ndugu zake wanamsema na rafiki zake, Ayubu anasema hivi, sura ya 9 mstari ule wa 28 ukianza kwa mfano mstari wa 27. Sura ya 9 mstari wa 27 wa Ayubu analisema jambo hili. Anasema hivi, sura ya 9 mstari wa 27. Nataka mstari wa 33 lakini wacha nianzie mstari wa 27. Anasema, nikisema mimi nitasahau kuugua kwangu, nitaacha kununa uso, nikachangamke moyo. Mimi huziogopa huzuni zangu zote, najua kuwa hutanihesabu kuwa sina hatia. Mstari wa 29, nitahukumiwa kuwa ni mkosa, ya nini basi nitaabike bure? Ingawaje najiosha kwa maji ya theluji na kuitakasa mikono yangu kwa sabuni, lakini utanitupa shimoni, nami hata nguo zangu zitanichukia. Alafu angalia 32. Hiyo mistari yote hapo juu anasema hamna namna naweza kwenda kwa Mungu Baba akanielewa ya kwamba sijatenda dhambi. Kwanza namfikiaje? Kwa hiyo anasema mimi kwa sababu siwezi kumfikia Mungu Baba nitahukumiwa. Hawa jamaa wanaosema ni ya uongo, sio kweli, lakini sasa mimi nitamwambiaje Mungu Baba? Siwezi kumfikia. Mstari wa 30 anasema, mstari wa 30, ingawaje najiosha kwa maji ya theluji na kuitakasa mikono yangu kwa sabuni, maana yake anaomba toba. Lakini 31, utanitupa shimoni, nami hata nguo zangu zitanichukia. Nguo ni wokovu. Angalia mstari wa 32. Kwani yeye si mtu, huyu Mungu Baba si mtu kama mimi hata nimjibu, hata tukaribiane katika hukumu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu Baba si mtu, hawezi kumkaribia, hawezi kusemezana naye
katika hukumu, hawezi kukaribiana naye. Ndicho Ayubu anachokisema. Anasema mimi inawezekana nina haki, lakini namkaribiaje Mungu Baba? Siwezi. Na kwa sababu sina hiyo nafasi, nitakufa katika shida zangu. Angalia, anapewa ufunuo sura ile mstari wa 33. Ayubu anapata ufunuo. Anasema hapana, ameona nafasi ya kwanza, siwezi kumkaribia Mungu kwa sababu siwezi kuzungumza naye, mimi nitahukumiwa, ataniua. Lakini anagundua ghafla, hapana mwenye kuamua katikati yetu, awezaye kutuwekea mikono sote wawili. Kwa hiyo anasema kumbe kama kungekuwa kuna mtu wa kuamua katikati yetu ambaye anaweza kutuwekea sote wawili mikono, yani aweke mkono mmoja kwa Ayubu, aweke mkono mwingine kwa Mungu Baba, awaamue, anasema huyo mtu hayupo. Na mstari wa 34, na niondolee fimbo yake na utisho wake usinitie hofu. Maana yake asiwe na hiyo hofu ya utisho wa Mungu Baba, hiyo fimbo yake ya hukumu isiwe juu yake. Anasema mstari wa 35, huyo mtu angepatikana, ndipo hapo ningesema nisimuogope, kwani sivyo nilivyo nafsini mwangu. Kwa hiyo ili aseme kwa Mungu Baba asimuogope, amwambie ukweli wa nafsi yake Mungu Baba jinsi alivyo, kwamba yeye ni mtakatifu, yeye mwenyewe hawezi kupata hiyo nafasi wala kuikaribia. Anatamani aweko mtu wa kuwekea mikono wote wawili, ili huyu akiweka mkono kwa Ayubu aone utakatifu wa Ayubu, aone jinsi Ayubu ambavyo amenyooka, anapita kwenye mateso ambayo sio halali. Huyu ndio amwambie Mungu Baba, huyu hana shida, huyu usimhukumu, huyu ni mtakatifu, huyu ni mtakatifu. Huyo mtu, Timotheo wa kwanza 2:5, Mungu ni mmoja na mpatanishi, mwenye kuweka mkono kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Hawezi kuwa Mungu, kwa sababu Mungu akija kwako utakufa, sharti awe mwanadamu. Timotheo anasema huyo ni mmoja, mwanadamu, Yesu Kristo. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Alilazimika kufanyika mwili ili tuwe na muombezi kwa Baba. Kwa hiyo Biblia ikisema Yesu anatuombea, usifikiri anakuombea mahitaji ulionayo kama unavyofikiri. Wewe unatakiwa kuomba, yeye anayachukua maombi yako, anayachuja, anaona hili linastahili kwenda kwa Baba, linaenda kwa Baba. Akiona Mungu amechelewa, anamwambia Mungu, huyu kijana aliomba hili jambo, timiza. Yeye ndio kipatanishi, yeye ndio wakili, yeye ndiye anayetusemea, yeye ndio anayesema. Mungu akisema huyu ni mwenye dhambi, anasema ni sawa, lakini huyu ni mtu wetu japokuwa ni mwenye dhambi, ili wengine wapate kuona utukufu wako, mtendee hata kama ni mwenye dhambi. Mimi nitahangaika naye, roho yake wewe niachie mimi. Kazi ya kuokoa sio yako Mungu Baba, maana kwa jina hili Yehova Musa, kwa jina hili Yehova akina Ibrahim, akina Isaka, akina hawakunijua kwa jina hili. Jina hili Yehova maana yake nini? Mwenyezi, Mungu mwenyezi. Alipojifungua namna hiyo kama Yehova Yawe, ni ufunuo ambao manabii kabla hawakuwa nao, na anavyojifunua kama hivyo anakuwa ni mwenyezi ambaye ni muokozi wa roho yako. Kama Mungu Baba angekuachia ungepigwa ufe, lakini kwa sababu Kristo yuko anakuombea ili upewe nafasi tena. Hiyo nafasi ya ajabu sana ambayo Yesu ameibeba kwenye moyo wako. Mwaka huu unapoomba kwa ujasiri, Injili ya Yohana 16:26 uwe huo mstari kwako. Mungu anasema wala mimi siwaambia kwamba nawaombea kwa Baba, ninyi ombeni kwa jina langu, na mkiomba kwa jina langu mimi nakaa kama mpatanishi, nakaa kama wakili, nakaa kama mtetezi, nakaa kama msemaji, nakaa kuyatimiliza yaliyopungua ya maombi yenu. Kama ni Roho Mtakatifu, mimi kazi yangu ni kukujulisha unatakiwa kuombaje, ni kukupa mzigo wa kuomba. Anasema lile neno, anasema anatuombea kwa kuugua. Kimsingi Biblia ya Kiingereza inasema anatupa mzigo wa kuomba, sio kutuombea. Anatupa mzigo, ana intercede, anatupa mzigo ili tuombe, alafu anatuelekeza kuomba ipasavyo. Na hiyo ndio nafasi ulionayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mwaka huu Mungu akupe roho ya maombi, na uombe ukijua ni wajibu wako, lakini ukijua yuko Kristo Yesu
Kristo ambaye haijapokuwa unaomba kidhaifu, yuko Roho Mtakatifu ambaye haijapokuwa unaomba kidhaifu atatimiliza yaliyopungua ya maombi yako, na atahakikisha kwamba mbingu zinajibu maombi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akuonekanie katika kila hitaji la moyo wako ulionalo mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe nguvu ya kupiga mbio ya kumtafuta uso wake siku zote na muda wote, kama Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16:11 inavyosema, wala usichoke. Upate hiyo nguvu, hiyo mbio uendelee kuipiga hata kama uone matokeo katika ulimwengu wa mwili. Inawezekana Mungu hajasikia, lakini Kristo Yesu amesikia na amechukua na amekaa nayo mbinguni. Na kuambia mwaka huu siku si siku utasikia mlipuko kama mlipuko uliotoka mbinguni ukijibu maombi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila ambalo limekosekana kwenye uchumi wako, kwenye kazi yako, kwenye maisha yako ya kiroho, omba mwaka huu na Mungu akupe uwezo wa kuomba ukijua ya kwamba utajibiwa. Hii ndio kukushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Enda kwa imani ukijua ya kwamba kadri unavyoomba Kristo Yesu ni mpatanishi, usiangalie hali yako. Wajibu wako ni kuomba. Biblia imesema ombeni bila kukoma. Haijasema watakatifu muombe bila kukoma. Haijasema msipokuwa na dhambi muombe bila kukoma. Imesema tuombe bila kukoma wakati wote, na Mungu ni mwaminifu. Kadri tunavyoomba atajibu mahitaji yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mwaka huu ni mwaka wa mafanikio kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uende kiwango kingine katika kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funika macho yako. Mungu wewe ni mtakatifu sana. Asante kwa sababu ya neema yako na upendo wako mkuu ulioachilia kwetu leo. Leo kushukuru kwa ajili ya siku ya 4 ambayo umesema na sisi. Tunakuamini kwa siku ya kesho ambayo ni siku ya 5, kwa ibada nzuri na wakati mzuri wa neno ambao utatupatia. Mungu, yale yote ambayo umesema nasi katika jina la Yesu Kristo tunayatia muhuri na kuyaomba yadhihirike katika ulimwengu wa mwili. Haina maana sana yakibaki rohoni, tunataka tuyaone katika mwili yafanyike kuwa ya kwetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye ametia moyo wake kutamani Bwana kuishi maisha ya ushindi na ya kiufalme na utawala, ambaye ametia moyo wake kukuomba na kukutafuta uso wako ili umuonekanie katika mahitaji aliyonayo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, muonekanie. Jibu mahitaji yetu mmoja na haja zetu, ili ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu wetu na sisi ni watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamkemea kila alaye, ninaharibu kila kazi ya kuzimu na kila hila aliyopanga juu ya watu wako hawa kimara na wote wanaotusikiliza mahali mbalimbali. Mungu, kila hila na mtego wa ibilisi aliyoweka kwenye maisha yao ili wasifanikiwe na wasipige hatua ya kukutafuta na kukaa kwenye nafasi yao ya kitawala, hiyo mitego ninaiharibu kwa jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utuonekanie sote Bwana, na kibali chako kiwe na sisi sote, ili tuone utukufu kama utukufu wa mwana wa pendo lako. Na Mungu, mioyo yetu ipate kushangilia na kufurahia siku zote za maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kuamini, na watu wote tuseme amen. Amen.